warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Ibn Aufi TV na Al-Qadiriya TV. Tupo hapa mkoani Arusha ambapo leo yamefanyika mashindano ya kina mama ya kuhifadhi Qur'ani kwa juzuu moja mpaka juzuu 12, na niko hapa na kina mama ambao ni washiriki wenye umri mkubwa zaidi kuliko washiriki wote. Tutakwenda kuzungumza nao watuambie ni nini ambacho experience kwenye mashindano haya na wamejifunza nini na mashindano yalikuwa vipi. Watakwenda kutuambia. Nitaanza na mama upande wangu wa kulia, atakwenda kutuambia mashindano yalikuwa vipi. Mama, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji anatamani kujua unaitwa nani na umetoka mkoa gani? Naitwa Abi Salma Abdallah Muhammad. Ndio, kutoka mkoa gani? Mkoa wa Dar es Salaam. Unashiriki juzuu ngapi siku ya leo? Nimeshiriki juzuu 7. Juzuu 7. Mashindano yalikuwa aina gani? Yalikuwa vipi? Yalikuwa vizuri, lakini na unajua tena kuna wa kupata ushindi na wengine wote ni washindi, lakini kuna nafasi 3 zikitoka nafasi 3 wengine no? Tumefanya tu. Ndio. Ni mara ngapi kushiriki kwenye mashindano kama haya? Kwa kweli ni mara nyingi. Hapa Arusha hii ni mara ya pili. Na huko Dar es Salaam nashiriki vile vile, Morogoro nilishiriki. Sasa kwa sijui ni mara ngapi. Uzoefu ambao wewe unao kwenye mashindano, kina mama wengi katika jamii hawana kwa sababu ya uvivu pengine walionao kuhifadhi Qur'ani ama ugumu ambao wanauona. Wito wako kwa kina mama kuhusu kuhifadhi Qur'ani ni upi? Wito wangu ni kwamba jambo la kwanza ni kuingia madarasani. Kuingia madarasani, kujua dini zetu, dini yetu na kutaka kuhifadhi, kwa sababu kuhifadhi ni bora kuliko kama hatujahifadhi. Ukihifadhi unapandishwa daraja, unafutiwa madhambi, na alafu Qur'ani pia ni tiba, na kunasababisha na mpaka wazazi kusamehewa makosa kuhusu Qur'ani zetu sisi tunazosoma. Sasa kwa hiyo nawahamasisha mama zangu, Waislamu wenzangu wajitahidi kuingia madarasani na wasione kazi kuhifadhi. Kuhifadhi ni umuhimu, lakini ukiacha mambo yako yote basi unahifadhi kwa wepesi. Swali la mwisho, tutegemee Allah akitupa uzima mwakani kukuona kwenye mashindano haya? Ni kama nitachaguliwa nitakuja, manake ni mpaka tunachaguliwa na walimu zetu. Mama nenda kashiriki na mimi nitakuwa tayari. Hivyo hata kama sijapata ushindi, lakini nisijakata tamaa, kwa sababu hii Qur'an tunaisoma kwa ajili ya Allah, sio kwa ajili ya ushindi. Allah akulipe kila la kheri. Amina, inshallah. Asante sana. Alikuwa ni mama ambaye tumezungumza naye na ametupa uhalisia wa mashindano yalivyo, na ametoa hima kwa kina mama kuhusu kuhifadhi Qur'an, na mmesikia kina mama ambao mnatutazama namna ambavyo mtaweza kuhifadhi Qur'an na kushiriki kwenye mashindano kama haya. Nakwenda kushiriki na kwenda kuzungumza na shangazi yangu hapa ama bibi yangu, na yeye atakwenda kutuambia mashindano yalikuwa namna gani na yalikuwa vipi. Bibi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Ibn Aufi TV na Al-Qadiriya TV, natamani kujua unaitwa nani na umeshiriki juzuu ngapi siku ya leo? Naitwa Hawa Ali Boki, nimeshiriki juzuu 7, nimepata nafasi ya kwanza. Ndio. Shukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Mpaka umepata nafasi ya kwanza, mashindano yalikuwa vipi? Au walilega vipi uliokuwa unashindana nao mpaka ukawa mshindi wa kwanza? Hiyo ni mipango ya Mungu. Sio kwamba ni mtu alilegea. Hapana, kila kitu kinaenda kwa mipango yake. Ndio. Siwezi kusema mimi nimepambana sana. Hiyo ilishapangwa kwa kweli. Ndio. Kuwa mshindi wa kwanza sio kazi nyepesi. Kuna siri gani ambayo unaweza ukawapa kina mama kuhusu kuhifadhi? Kuhifadhi ni kukaa chini. Yani uwe makini, yani akili yako iwe pale. Sio unaenda tu usome tena ukimbie useme utahifadhi. Yani kuhifadhi nako ni kazi ngumu pia. Neno lako la mwisho kwa kina mama kuhusu Qur'an unawaambia nini? Mimi nawahusia kina mama wote wasikate tamaa, washirikiane tu, waingie madrasani, kwa sababu mwanamke ndo kiongozi wa watoto. Kwanza madili ya watoto yanaporomoka kwa ajili ya sisi wa kina mama, sababu kila mtu anaenda zake wala hajui watoto walifanyaje.
anasisitiza aingie darasani na watoto au wengine na madrasa. Kwa na mafanikio. Basi nashukuru sana, Allah akubariki sote. Mtazamaji wa Ibn Aufi TV walikuwa ni washiriki wenye umri mkubwa zaidi ambao walizungumza mengi kuhusu mashindano ya leo. Ibn Aufi TV na Al-Qadiriya TV itaendelea kukuletea matukio haya na mengine mbalimbali ya kuelimisha na kufundisha mambo mbalimbali katika dini. Langu ni Lukman Muhammad, hadi wakati mwingine.